Waziri mkuu wa zamani wa Bangladesh, Sheikh Hasina, amehukumiwa kifo. Mahakama nchini Bangladesh imempata na hatia ya makosa dhidi ya ubinadamu. Hasina na wanachama kadhaa wa chama chake cha Awami League wameitaja hukumu hiyo kuwa ya upendeleo, ya kisiasa na hata mchezo wa kuigiza. Hasina alishtakiwa kwa kuongoza ukandamizaji mkali dhidi ya waandamanaji mwaka jana, ambapo takriban watu 1400 walipoteza maisha. Hasina anasema aliomboleza vifo vyote na kwamba serikali yake ilipoteza udhibiti wa hali hiyo, lakini hakuwahi kutoa amri ya kuua waandamanaji. Hukumu hiyo imefikisha kikomo baada ya kuchukua takriban mwezi mmoja. Hukumu hiyo iliyotolewa dhidi ya Sheikh Hasina imekuja miezi kadhaa kabla ya uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Februari mwaka 2026. Chama cha Hasina cha Awami kimepigwa marufuku ya kushiriki katika uchaguzi huo, huku kukiwa na hofu kuwa uamuzi huo huenda ukasababisha vurugu nchini humo. Hali ya usalama imeimarishwa nchini humo. Hukumu hiyo imetolewa bila Hasina kuwepo mahakamani baada ya kuitoroka nchi wakati wa maandamano na kuhamia uhamishoni nchini India mwezi Agosti mwaka 2024. Waziri wa elimu wa zamani wa Bangladesh, Mohib Hassan, aliyekuwa waziri katika serikali ya Sheikh Hasina, amesema hii ilikuwa hukumu iliyotarajiwa, ilikuwa imeandikwa tayari. Kila hatua ya mchakato wa hukumu hiyo ulikuwa batili, kuanzia uundaji wa mahakama hadi hukumu iliyotolewa. Mchakato mzima ni maigizo. Madhumuni ni kulipiza kisasi kwa hukumu za makosa ya mwaka 1971. Lengo pia ni kuwazuia kushiriki uchaguzi ujao, na tayari wamefanikiwa kwa kiasi fulani, lakini yeye na chama cha Hasina hawaitambui serikali hii wala mamlaka ya mahakama hiyo. Hawatashiriki uchaguzi wowote chini ya watu hao. Hassan pia alizungumzia madai ya ushirikiano kati ya serikali ya mpito ya Muhammad Yunus na Pakistan, akidai kuwa makundi kama Jaish Muhammad yametangaza wazi kushiriki katika vurugu za Bangladesh na kuwepo kwa viongozi wa Kiislamu wenye msimamo mkali nchini humo. Hassan amesema chama chake cha Awami League kitafanya maandamano ya amani na kupambana kuiondoa serikali ya mpito ya Yunus. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.